Rafiki zangu wapendwa, kuna nguvu kubwa na hamasa kubwa hapa. Na lazima niseme, Rabbi Shapira, pia kuna muziki wa ajabu ambao sijawahi kusikia mfano wake. Ni nguvu ya kipekee. Marafiki wapendwa wa Yerusalemu, mimi na Sara huwa tunajisikia tuko nyumbani kila tunapokuja hapa. Katika nyumba hii muhimu, asante sana kwa mapokezi yenu ya moyo na upendo mkubwa ambao hubaki nasi muda mrefu baada ya kila ziara. Kwa msaada wa Mungu, kwanza kabisa ninamshukuru mkuu wa Yeshiva na Merkaz Haravi, mwanachuoni mkubwa wa Torah na rafiki mwaminifu Rabbi Yaakov Shapira. Pia nakumbuka baba yako marehemu alikuwa rabi mkuu wa Israeli, Rabbi Avraham Shapira. Kumbukumbu yake iwe ya baraka. Taswira yake iko mbele ya macho yangu katika ukumbi huu muhimu. Nakumbuka mikutano yetu mingi, nuru iliyokuwa machoni mwake, tabasamu lake, heshima yake na upendo wake kwa watu wa Israeli. Alinitia moyo kila wakati. Nawe unanitia moyo kila wakati. Na nyinyi nyote pamoja na mke wangu Sara mnatutia nguvu kila mara. Kadhalika, ninakumbuka mwanachuo mwingine mkubwa, Rabbi Ariel Stern. Alikuwa rabi wa Yerusalemu ambaye tulifarakana naye kwa huzuni kubwa siku chache zilizopita. Waheshimiwa marabi, majaji wa kidini, mawaziri, marafiki zangu na wabunge pamoja na meya wa Yerusalemu, Moshe Leon na wanafunzi wa Yeshiva, nina furaha kuwaona nyote katika siku ya sherehe ya Yerusalemu. Ni tofauti ndogo na mara ya mwisho nilipokuwa hapa Merkaz Haravi. Ilikuwa wakati wa siku kuu ya polisi, mwanzoni mwa operation ya Shangat Ahari, ngurumo wa simba. Mimi pamoja na Rabbi Shapira, mke wangu Sara na watoto wetu Yael na Eva tulipata heshima ya kusoma kitabu cha Esther hapa. Tulihisi wakati huo, na nina hakika nanyi pia mlihisi. Upepo wa historia ulipita juu yetu. Adui wakati ule huko Uajemi na adui wa leo huko Uajemi, wote walitaka kutuangamiza, lakini wote walishindwa. Kwa sababu katika wakati wa ukweli tulisimama imara kupigania dhidi ya maadui wetu. Tukapigana dhidi ya maadui wetu, na kwa uamuzi usio na mwisho tukalinda uwepo wetu. Katika miaka miwili iliyopita tumedhihirisha kwa dunia nzima nguvu kubwa iliyopo ndani ya taifa letu, nchi yetu, jeshi letu na urithi wetu. Tumesimama kama simba na nguruma kama simba. Na mnajua jambo kubwa zaidi tulilofanya, tulivunja ukuta wa hofu. Hatukubaki ndani ya mipaka yetu, tulitoka nje. Tukachukua hatua, tukashambulia na kulinda ulimwengu wetu. Israeli iliwapiga wanaotaka kuiangamiza kwa mapigo ambayo hawajawahi kuyashuhudia. Tuliwarejesha mateka wetu wote, mmoja baada ya mwingine. Na tulifanya hivyo bila kurudisha maeneo ya ardhi. Tuliwarejesha mateka wetu. Tulikuwa na waliotuimbia ondokeni, lakini hatukuondoka. Leo tunadhibiti sehemu kubwa zaidi kuliko hapo awali. Tuliondoa tishio la haraka la silaha za nyuklia na maelfu ya makombora ya balistiki ambayo Irani ilikuwa ikiendeleza. Mawaziri wenzangu wanajua hili vizuri. Kama tusingechukua hatua leo, Irani ingeweza kuwa tayari na bomu la atomic, na huenda ingesha jenga ghala kubwa zaidi la silaha hizo. Lakini hilo halikutokea kwa sababu tulisimama kama simba na kuunguruma kama simba. Hatuinamishi shingo yetu kwa mchinjaji. Enzi hiyo imekwisha. Mapambano bado hayajaisha, lakini tayari ni wazi kuwa tumebadilisha historia ya taifa la Israeli na pia Mashariki ya Kati. Watu wetu wa Israeli
wanajua kupambana, kwa sababu roho ya mapambano imekuwa nasi kwa maelfu ya miaka. Kama ilivyoandikwa kuhusu Yakobo, akapambana naye mpaka alfajiri. Sisi ni taifa linalokuja kupigania maisha yake. Hakuna tulichopata kwa urahisi. Tumeishi kupitia misukosuko ya kihistoria kwa sababu ya mapambano. Tumejenga taifa letu kwa sababu ya mapambano. Tumehifadhi uhuru wetu kwa sababu ya mapambano. Tuliunganisha tena Yerusalemu miaka 59 iliyopita kupitia vita vya kujilinda vya ajabu. Na ni nani aliyekuwa mkuu zaidi katika kuelekeza hili kuliko Rabbi Kook? Aliandika kwa imani kubwa kuhusu ushindi wa mapambano. Rabbi Kook, mmoja wa viongozi wakubwa wa mwamko wa kitaifa na Kiyahudi, alisifu mapambano dhidi ya tamaduni za kigeni na dhidi ya nguvu za ukandamizaji. Aliamini kwamba roho kuu ya taifa letu ingetuwezesha kushinda kila jaribu katika kurejesha maisha yetu katika nchi yetu. Ninataka kushirikiana nanyi jambo moja. Uwezo mkubwa wa Rabbi Kook katika Torah unajulikana kwa wote. Bidii yake kubwa pamoja na upendo wake kwa watu wa Israeli pia vinajulikana. Lakini mimi daima hutafuta mawazo yenye matumizi ya moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Leo kabla sijafika hapa, nilisoma kwa makini makala ya kuvutia ya Rabbi Kook iliyoandaliwa miaka 94 iliyopita. Makala hiyo inaitwa Kuongeza Ujasiri. Katika makala hiyo, Rabbi Kook analinganisha ujenzi wa nchi ya Israeli na kuchimba kisima kirefu ili kupata maji katika nchi kavu. Ili kupata maji lazima ufanye kazi kwa bidii, lakini wakati wa kuchimba baadhi ya watu huchoka na kuacha kazi. Rabbi Kook aliwaita watu hao wenye mili iliyochoka na roho dhaifu, lakini sisi tunaendelea. Baada ya kuchimba zaidi, maji ya kwanza hutoka, lakini huwa machafu na yamechanganyikana na mchanga. Tena kuna wanaokata tamaa na kusema jitihada zote hizi hazikuwa na maana. Lakini wale wasiokata tamaa wanashikilia njia yao na kuamini katika maono yao. Wao ndio hupata maji safi na yenye uwazi katika kina cha kisima. Rabbi Kook aliandika kwamba matatizo hayatadhoofisha mikono yetu. Hata kama vizuizi vikubwa vimesimama mbele yetu, hatutaogopa wala kurudi nyuma. Waheshimiwa wangu, huu ndio pia mwongozo wangu kama waziri mkuu wa Israeli. Hii ndiyo sera ambayo mimi na wenzangu tunaiongoza ili kulisukuma taifa la Israeli mbele. Dhamira yetu ni kuhakikisha milele ya taifa la Israeli. Na kuhusu mafundisho ya Rabbi Kook, haya ni mafundisho ya ardhi ya Israeli katika ubora wake. Katika ardhi ya Israeli alilelewa kwamba tunahitaji upya Torah. Torah inalenga taifa lote, inayokabiliana na changamoto za kitaifa, inayohusiana na Uzayuni, kukusanya wahamiaji wa Kiyahudi, usalama wa makazi, uchumi, elimu na utamaduni. Ni Torah inayotupa nguvu ya kukabiliana na changamoto kwa kuelewa kwamba tuko katika mchakato wa ukombozi kama walivyotabiri manabii. Kulikuwa na uhusiano wa karibu sana kati ya Rabbi Kook na babu yangu, Rabbi Natan Mileikowicz Netanyahu. Rabbi Kook alimpa kumbukumbu yenye kugusa moyo sana, na kila ninapoisoma huguswa tena. Wote wawili walielewa hatari kubwa ya kipindi kati ya vita vya dunia. Aidha, Wayahudi wangeendelea kudhoofika uhamishoni au wangekamata hatima yao kwa mikono yao wenyewe, kupigania uhuru wao na kusimama kwa heshima katika nchi yao. Leo baada ya vizazi vingi, ukweli umeonyesha wazi ni nani alikuwa sahihi. Ndivyo ilivyokuwa pia kabla ya vita vya siku 6 miaka 59 iliyopita. Rabbi Zevi Yehuda Kook alilia kwa sababu sehemu ya nchi yetu haikuwa mikononi mwetu. Siku chache baadaye, vita vya ushindi vilikuja, Yerusalemu ikaunganishwa tena. Tunakumbuka msisimko mkubwa niliposikia maneno mlima wa hekalu uko mikononi mwetu.
Na msisimko huo uliendelea tulipofika kwenye ukuta wa magharibi pamoja na umati mkubwa wa watu. Tulitembea katika maeneo ya Biblia huko Yudea na Samaria, nikiwa nimeshika Biblia mkononi mwangu, na Biblia ikawa hai kwa sababu watu wa Israeli walikuwa hai katika nchi ya Israeli. Hii si hisia ya muda mfupi. Kila ninapotembea katika maeneo haya ya nchi yetu, ninahisi hivyo tena. Hii ni nchi yetu na daima itabaki kuwa nchi yetu. Miaka 59 iliyopita tulivunja mzingiro wa mataifa ya Kiarabu. Leo tunavunja mzingiro wa mihimili wa ilani na kufungua njia mpya mbele yetu. Rabi Shapila, najua kwamba unawafundisha wanafunzi wako hata kama mawazo makubwa hayatatimia mara moja, hupaswi kukata tamaa. Lazima tuendelee kuchimba visima na kuendelea mbele kwa nguvu mpya. Mwisho wake tutashinda. Hilo ndilo ninaloamini Rabi Kook Baba, Rabi Kook Mwana, Rabi Kook Alvaham Shapila, babu yangu na baba yangu, na hilo ndilo ninaloliamini. Njia ni ndefu, lakini tutashinda ndani yake. Waheshimiwa na marafiki zangu, si muda mrefu uliopita mlitimiza miaka 100 tangu kuanzishwa kwa yeshiva ya Mekez na Halav, na kwa sababu nzuri iliitwa yeshiva kuu ya dunia. Hapa tulikuwa na maono ya mbali. Haiwezekani kufikiria ulimwengu wa Torah nchini Israel bila Mekez Halav. Ukumbi huu wa masomo umejaa shauku isiyoisha ya hekima na maarifa. Hapa vinaunganishwa vya kale na vya kisasa, roho na vitendo na maadili ya utekelezaji. Wengi na marafiki zangu wanaohudumu pamoja nami katika serikali na bunge la Israeli walipata msukumo kutoka hapa. Ninawashukuru kwa msaada wao mkubwa na juhudi zenu za pamoja. Tunajua tunapigania nini. Katika siku ya kuunganishwa kwa Yerusalemu ambapo Torah huko Sayuni, ninawatakia mpande juu zaidi na zaidi. Mimi pamoja na mke wangu Sara tuko pamoja nani kwa moyo na nafsi. Sikukuu njema ya Yerusalemu, sikukuu njema kwa taifa la Israeli. לאחר חפירה נוספת פורץ זרם מים ראשון, אלא שהמים האלה דלוחים, מלאים רפש וחול. שוב ישנם אלה שמרימים ידיים. הם אומרים, כל המאמץ שהשקענו, המאמץ הזה היה לשווא. נלך לדרכנו.